Bana, mambo vipi? Karibu tena. Nimekutana na hii story kwa namna moja ama nyingine. Kwanza haijanifurahisha sana. Unajua, kwenye safari ya maisha kuna vitu vingi sana ambavyo mtu anapitia mpaka anakuja kufanikiwa. Ukimwona mtu kafanikiwa, jua nyuma yake kuna vikwazo vingi sana, milima, mabonde, kavuka mpaka anakuja kufanikiwa. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana ambazo kwa namna moja ama nyingine watu wanapitia mpaka wanakuja kufanikiwa. So changamoto hizo isiwe sehemu ya kukukatisha tamaa ukashindwa kufanya kazi yako na kufika ile sehemu ambayo unahitaji kufika, au sio? Sasa kupitia story hii pia nimeona watu mbalimbali wakitoa shuhuda zao namna ambavyo wamehaso huko nyuma mpaka wanakuja kufanikiwa. Sasa hii ni kama motivation pia kwa vijana ambao kwa namna moja ama nyingine wamezalaurika na Madam Rita wa Bongo Star Search, ambapo usiku wa jana ilifanyika hafla ya Miss World Tanzania mwaka 2026. So kilichotokea ni kwamba Madam Rita aliitwa na waandishi wa habari pale, wakamuomba kwamba wafanye interview, akakubali na wakasogea pembeni kwa ajili ya kumfanyia mahojiano. Tunafahamu kwamba sasa hivi msimu wa Bongo Star Search unaendelea Tanzania na Madam Rita amekuwa kihosti hiyo show kwa muda mrefu sana. Lengo ni kutafuta vipaji vipya Tanzania kwenye muziki, kukuza vipaji, na safari hii tunaona kitu kipya kabisa kwenye Bongo Star Search. Kama utakuwa umeona, pia wameongeza kategori nyingine kama vile watu wa sarakasi, watu wa comedy, au sio? Na kwenye majaji pia tumeona pia kiongezeka jaji pia ambaye ni host wa show ya Cheka Tu. Kwa hiyo comedy pia imeingia kwenye Bongo Star Search. Sasa unajiuliza kwamba mtu ambaye ameizalau tasnia ya habari kwa kiasi hiki anafanya kazi ile ya kutafuta vipaji kwa namna ipi wakati anazalau media ambazo kibongobongo ndo zinakuwa. Sasa baada tu ya kuwaita wale vijana, baada ya kumuita na wakasogea pembeni kufanya interview, akawauliza kwanza kwamba nyie ni media gani. So walipomjibu akawaambia kwamba hawezi kufanya interview na media uchwara. So akaondoka pale. Sasa story hii imechapishwa pia na media hii, ambapo tumeona comment nyingi sana za watu mbalimbali wakitoa maoni yao kwa hiki ambacho amekifanya Madam Rita. Kwanza story yao wameandika kwamba usiku wa jana ilifanyika hafla ya Miss World Tanzania mwaka 2026 katika ukumbi wa Superdome Masaki. Kama ilivyo kawaida kwa media kufanya interview na watu mbalimbali baada ya tukio kuisha, timu ya Mike 360 TZ, yani Mike 360 Tanzania, pamoja na Choose None TZ na Bashasha TV tulimfuata kumuomba interview Madam Rita na kukubali, kisha akasimama pembeni tumuulize maswali. Baada tu ya kuanza kutaka kumuuliza maswali, alituuliza ni media gani. Alipotajiwa akaziita media uchwara, kauli ambayo iliwatoa mchezoni timu na kushindwa kuendelea na kazi. Kama wanahabari tumesikitishwa na kauli hii ya mdau mkubwa wa tasnia ya habari kwa kutuita uchwara, hasa media ambayo tunafanya kazi kwa misingi yote ya habari na kusajiliwa na kutambulika kiserikali. Pia niweze kusema Madam Rita kuwa sio kila media usiyojua ni media uchwara, na hakuna media uchwara nchi hii. Kama hutaki kufanya interview na watu siku nyingine, tumia lugha nzuri na sio kuitukana media au tasnia ya habari. Tukikuomba uthibitishe uchwara wetu, unaweza kuutaja. Hii kauli inaonyesha dhahiri unazalau media zote zinazokuwa nchini Tanzania. So wameandika hiki kuelezea kile ambacho kimetokea na wakamalizia hashtag ya Stop It Madam Rita. Sasa kwenye comment hapo na utakutana na comment nyingi sana, watu wengi sana maarufu pia wakitoa maoni yao, wakisimulia mikasa mingi ambayo wamepitia mpaka wanakuja kufanikiwa. Sasa wa kwanza ni MC Msena, tunampata jamaa ameandika hapa, imenikumbusha mbali sana. Miaka 5 iliyopita niliwahi kukataliwa na familia fulani wakisema sherehe zao hazifanywi na MC wa aina kama yangu. Sikuwalaumu, nilimwambia Mungu na kuamini ipo siku jina lako litatukuzwa kupitia mimi. Leo nasema hivi kwa yeyote anayepitia kukataliwa, usikate tamaa kaka au dada. Ipo siku watu wataomba interview kwenye media yako na utakosa nafasi ya kuwahudumia wote kwa wakati mmoja. Utalazimika kuwapangia siku nyingine. Endeleeni kusimama, muda wako na kuja, au sio?
Na Masanja Mkandamizaji pia akakomenti hapa kwamba kumbuka lengo la kumfata ni upate story ya kwenda hewani. Ndio hii sasa imefanikiwa na sioni tatizo kwako kama media, tena umetrendisha Mike au sio? Hanskana pia akakomenti hapa anasema kwamba pole sana wote tunaanza kama uchwara but the rest we are here. Mwaka 2013 nilikuwa na shoot na Gina kwa wimbo unaitwa Morale. G akapigiwa simu na msanii mwenzie. G akamwambia nipo location na shoot na dogo mmoja na jitafuta anaitwa Hans. Basi ule msanii akamwambia na wewe kwa madirector wako wa uchochoroni. Zeni ilikuwa ni loud speaker. Ni miaka mitatu mbele huyo msanii alikuja kulipa milioni 25 kushuti na huyo director wa uchochoroni. So upo sehemu sahihi sana, take it. Na huyu mwingine pia ni Baraka Mpenja akasema kwamba poleni sana ndugu zetu wa media uchwara. Huu ni upuuzi kabisa kwa sisi online media. Ichukuoni kama changamoto, songeni mbele, kukua kuna hatua zake, mojawapo ni kama hii ya kukataliwa au sio? Lakini pia Hashim Ibwe kasema mimi kama admin wa media uchwara nasema story imeondoka, hiyo inatosha sana. Lakini pia Joeli Matiku anasema kwamba ni swala la muda tu mkuu, Mungu wetu halali au sio? Lakini pia Kamanda Kwisa akasema kwamba naona watu wengi sana wanatoa ushuhuda wao, poleni sana. Lakini pia Haruni Tambwe akasema kwamba hakuna kukata tamaa, focus. Lakini pia PTV Tanzania hii media pia wamekomenti hapa kwamba mama BSS bana. Lakini pia Juma Jicho comedian ka komenti hapa kwamba usijali mwachie Mungu. Lakini pia Roger Mastori kaandika da aise kanungunika pia hapa. So ukiangalia hapa comment nyingi sana ni comment za watu ambao wapo kwenye tasnia ya media, lakini pia wadau pia mbalimbali. Ben Breaker pia ka komenti hapa kwamba never give up, kila kitu kinachotokea kina sababu, Mungu ana mipango yake, si umeona kuitwa mchwara story imetrend kinoma. Lakini pia director Onesmo kutoka Wasafi Media amekomenti hapa yeye mwenyewe ni uchwara usingepata viewers, kila laheri. Lakini pia Kendrick Kalisa kutoka media ya Manara TV amekomenti hapa pia kwa kuweka vimoji vya kumwaga machozi na kuandika I say so painful. Lakini pia Bashasha TV miongoni mwa media ambazo pia zilikuwa zinamhoji Madam Rita ameandika hapa kwamba huyu ndo anajifanya naibua vipaji, walimkataa Harmonize, sasa hivi kiko wapi? Lakini pia mwingine anasema kwamba ukiona hizi changamoto ujue unakuwa endelea kupambana kijana wangu. Lakini pia mwingine akasema kwamba ukiona huyu ni Cutting Master Barbershop anasema kwamba ukiona unakutana na haya jua kabisa mafanikio hayako mbali, kila mtu ana wakati wake na upo karibu kufika. Imagine mimi nilishawahi kufukuzwa saluni alafu ilikuwa ni kipindi cha sikukuu. Lakini pia mwingine hapa akasema kwamba na wasalimia media uchwara wenzangu, ila imeniuma design kama ndio nilikuepo vile. So comment ni nyingi sana kwa namna moja ama nyingine, watu wakiwatia moyo washikaji kwamba wasikate tamaa. Lakini pia wengi wakimlaumu Madam Rita kwa hiki ambacho amekifanya. Huyu wa mwisho hapa anasema kwamba sikutegemea kama kauli hiyo ingetoka kwa Madam Rita, yani nilikuwa naona kivingine sana, kumbe ana mazalau na kujiona hivyo. So kila mmoja hapa na lake la kuongea. Tusubirie kuona Madam Rita kama ataliona hili, lakini pia ataomba msamaha kwa hiki ambacho amekifanya. Una nafasi pia ya kutochea maoni yako kwa hiki ambacho amekifanya Madam Rita. Lakini pia kwa story nyingi za kiburudani make sure kwamba unazidi kutufuatilia hapa ili usipitwe na story zote za kiburudani ambazo zina trend kwenye social media.